We are going to read from 2 Kings chapter 4 verse 1 to verse number 7. Tuenda kusoma kitabu cha Wafalme wa pili mlango wake 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. The book of 2 Kings Wafalme ni wa pili chapter 4 sura ya 4 verse 1 to verse number 7. mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Repeat again 2 Kings chapter 4 verse 1 to verse number 7. Narejelea tena kitabu na Wafalme wa pili mlango 4 1 hadi 7. The Bible says, now they carried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, na aliyemuia amekuja ili ajitolee wana wangu wawili kuwa watumwa. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu kigani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Then he said, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Kisha uingie ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe, hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. It came to pass when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akawaambia wanawe, nileteni tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu Kristo, once again we are grateful to you, mara nyingine tunashukrani mbele zako, because this day it pleased you to bring us unto your feet, maana imekupendeza kutuleta katika miguu yako, that you may speak to us. ili kwamba ukazungumza nasi. How we pray, our Father, kama tuombavyo Baba wetu, speak to us. zungumza pamoja Send nasi, your word, litume tu neno lako, the word of power, neno ambalo lina nguvu, the word
word with the revelation. neno lilojaa ufunuo. Let your word make us what you want us to be today. Wacha neno lako litutengeneze kadri upendavyo. In the name of Jesus, Katika jina la I Yesu. pray, oh God, Ninakuomba that Mungu those who are hopeless, kwamba wale ambao hawana those who tumaini, are discouraged, wale ambao wamevunjika those moyo, who are frustrated, wale ambao wamefika mwisho, reveal your power to them. wafunulie nguvu zako In the name Bwana. of Jesus, Katika jina la I Yesu. pray, Father, Ninakuomba Baba, do not let your people usiwaache watu wako leave your presence wakautoke uwepo wako without a miracle. bila kuwa na muujiza. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. we thank you for your anointing. Nakushukuru kwa ajili ya We mafuta thank you for yako. your power. Asante kwa nguvu In the name zako. of Jesus, Katika jina la Yesu. help us, oh God, Tusaidie to Mungu speak your word. kunena neno lako. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. we thank you and we give you praise. Tunakushukuru na tunakupa sifa. In Jesus' mighty name we Katika pray. jina kuu la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Today, Leo or rather last Sunday, ama Jumapili I iliyopita began to speak. nilianza kuongea The message I entitled, jumbe nilioupa kichwa Miracle in a Hopeless Situation. muujiza katika hali ya kukata tamaa. Miracle in a hopeless situation. Basi muujiza katika hali iliyokata tamaa. I understand Naelewa in the time and the season where we are today, wakati na majira tulio siku ya people leo, are hopeless. watu wamevunjika The moyo. government has disappointed people. Basi serikali imevunja watu moyo. Friends have disappointed people. Marafiki pia wamevunja watu moyo. And the people are disappointed. Na watu wamefika mwisho. People are hopeless. Watu hawana Many tumaini. people have given up. Watu wengi wamekata tamaa. Many cases of people committing suicide are on the rise today. Basi tuko na kesi nyingi za watu kujinyonga leo. Because the people have lost hope. Ni kwa sababu watu wamepoteza tumaini. Life has squeezed people Basi maisha to imewasukuma the watu point that you don't have hope. mahali ambapo unakosa You tumaini. don't know where to go. Haujui uelekee You wapi. don't know who to talk to. Haujui uongee na nani. You don't know how to pray. Haujui utaomba nani. Today, Leo many people, even in the church, watu wengi hata they kanisani cannot come to the place of prayer hawezi kuja kanisani because maombi they are discouraged. sababu wamefika mwisho. They don't know how to open their mouth and pray. Hawajui jinsi ya kufungua kinywa People chao that waombe. we knew Watu ambao who tulijua are prayer warriors, ambao walikuwa ni mashujaa they wa maombi can't pray today hawawezi kuomba leo. because of the challenges Ni kwa sababu ya they are changamoto facing today. ambazo wanakumbana nazo Call leo. it the financial strain, Unaongea kusukuma kifedha economical shutdown. na pia kufungwa kiuchumi. People are people are depressed. Watu wamefinyika. But I am here today Niko hapa to leo say to us kutuambia hivi that despite of everything, kwamba licha ya mambo haya we yote still have a God in heaven. tuko naye Mungu juu The mbinguni God who performs the na miracles. Mungu ambaye anafanya As I miujiza. was reading the passage of scripture, Nilipokuwa nikisoma sehemu I ya just maandiko read this morning, ambayo asubuhi ya leo I began to understand nilianza kupata that ufahamu at times kwamba kuna God wakati will allow you to be on your own. Mungu atakubali uwe peke yako And the pressures of life na zile misukumo za to maisha bring you so na down zikulete chini where sana you have nobody to talk to mahali ambapo hauna mtu wa kuongea naye except God. isipokuwa ni Mungu. Child of God, Mtoto wa Mungu, I want to pray for you today ningelipenda kukuombea leo that you can lose everything, kwamba unaweza poteza kila but kitu don't lose God. lakini usimpoteze Don't Mungu. lose your faith in God. Usipoteze imani yako Don't kwa lose Mungu. your hope in God. Usipoteze tumaini lako kwa There is Mungu. still God in heaven. Bado kungali Mungu People can mbinguni. let you down. Watu wanaweza People kukuangusha. can fail you. Watu wanaweza But there is kukuangusha. a God Lakini kunaye who can Mungu never fail you. ambaye hawezi The kushindwa. God who said, Mungu I aliyesema will never fail you. I sitakuangusha, will never leave you. sitakuacha, I will be there for you. nitakuwa kwa I ajili want yako. you to understand Ningelipenda there is ufahamu a God kunaye who Mungu is closer to you ambaye ako karibu sana than na a wewe brother. kuliko hata That ndugu. God who is closer Mungu ambaye ako than karibu a friend. kuliko hata rafiki. So the Bible says, Bible inasema this woman, huyo mwanamke the husband is dead.
mume wake ameiaga dunia. The husband was one of the sons of the prophets. Basi alikuwa ni moja wapo ya wana wa manabii. The husband is dead. Na mume wake amekufa. When the husband died, na walipokuwa wakati alikufa, he had borrowed or had a loan. Alikuwa amekopa, alikuwa na mkopo. He had not paid. Alikuwa hajalipa. And the creditors, na wale ambao alikuwa anamdai, struck the house of the woman. Walikuwa wameshika ile nyumba ile mama. They said, kasema, we don't want anything. Hatuhitaji lolote sasa. We want to take away your 2 sons. Tungelipenda kuwachukua wana wako wawili. To become our servants. Wafanyike watumwa wetu. This is a unique story. Hii ni hadithi ya kipekee. The reason why I call it a unique story. Sababu naita ya kipekee. I understand. Ninaelewa. That when auctioneers na wale ambao ni come to auction you of whatever you owe, wanapokuja kunadi ile mambo unayo, they don't take away your children. Hawachukui watoto wako. They don't take away your wife. Hawachukui mke wako. They don't take away your husband. Hawachukui mume wako. They take away your valuable. Wanachukua vitu they take away your possession. Wanachukua nafasi mali yako. But in this case, lakini kwa hili jambo, they did not want anything. Hawakupata lolote. They did not want land. Hawakutaka shamba. They did not want houses. Hawakutaka nyumba. They did not want cars. Hawakutaka magari. They wanted the children. Walitaka watoto. They said, wakasema, we will take away tukawachukua your 2 sons. Vijana wako why? The 2 sons were the only hope walikuwa ndio tumaini for this woman. Kwa huyu mama, child of God. Mtoto wa Mungu. Anytime kila wakati the devil has to finish you, kumaliza, he will take away your hope. Anachukua tumaini lako. When your hope is gone, wakati tumaini lako limeondoka, the next thing jambo linalofuata it is to die. Ni kufa. When you hear people say, unaposikia watu wakisema, I feel naona like I should die, ni kama nitakufa, it's because the hope ni kwa sababu tumaini is been taken away. Basi limeondolewa. Your job kazi yako could be your hope. Naweza kuwa ndio tumaini. Your business biashara yako could be your hope. Naweza kuwa ndio tumaini. Your house nyumba yako could be your hope. Naweza kuwa tumaini. And today, na leo, as I stand before you, naposimama mbele yako, the devil, the enemy, shetani ambaye ni adui, is in the process ako katika hali of taking away. ya kuondoa. I stand here today, nasimama hapa leo, and I declare, na ninatangaza, your hope tumaini will lako not be taken away. Litachukuliwa. Your hope tumaini lako will not be taken away. Litaondolewa. Because God in heaven, He will fight for you in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. So the Bible says, Bible inasema, the woman came to a servant of God. Huyu mama akamwendea mtumishi wa Mungu, Elisha, the prophet, yule nabii, and she began to narrate the story. Na akaanza kusimulia ile hadithi. I can see the picture. Naweza kuiona ile picha of this woman. Ya huyu mama. Maybe labda while talking to Elisha, labda baada akiwa anaongea na Elisha, she was on her knees. Labda alikuwa magotini. Mucus all over her face. Makamasi imejaa, tears all over her eyes. Machozi pia imejaa. Because she was maana alikuwa in a state katika hali of hopelessness. Ya kukosa tumaini. One of the wisest thing, jambo moja la hekima, this woman did, alilolifanya huyu mama, she went to God alimwendea Mungu through the servant of God. Kupitia mtumishi wa Mungu. When she came to Elisha, alipomwendea Elisha, she said, the man of God, akasema mtumishi wa I Mungu, have a problem. Niko na shida. My husband, mume wangu, before he died, kabla hajafa, he owed some companies alikuwa na deni ya kampuni good amount of money, na pesa nyingi kiasi. And now na sasa they have come. They want to take away my only hope, basi tumaini langu my la 2 sons. Vijana wangu wawili. And Elisha asked the woman, na Elisha akamuuliza yule mama, woman, mama, what do you want me to do for you? Nikufanyie nini? Listen to me, child of God. Sikiliza mtoto wa Mungu. Sometimes, wakati fulani, before God kabla Mungu will perform a miracle, atatenda muujiza, He will want to know atataka kujua the condition of your heart. Basi ilivyo hali ya moyo wako, ni kwa sababu whatever you need,
chochote ambacho It unahitaji is about your heart. lazima iguze moyo I want to wako. ask you today, Nataka kuuliza leo, how is the condition of your je, heart? hali ya moyo wako iko Because vipi? God Maana is Mungu interested anafurahishwa with the condition of your heart. na hali ya moyo wako. And the woman said, Na yule mama akasema, servant of God, mtumishi wa Bwana, I don't have nothing. sina chochote I mimi, have nothing. sina lolote pia. What I have Nilicho nacho is a small oil basi ni mafuta machache in a cup katika or kiriba in a bottle. ama katika chupa. So Kwa hivyo the servant of God mtumishi wa Bwana saw the condition aliona hali ya moyo of this ya woman's moyo heart. wa huyu mama, And he said, naye now akasema, woman, we mama, go back. enda Tell your two sons, ambia vijana wako wawili, before the creditors come, kabla wanaokudai go wakuje, around to your neighbor, basi wazunguke majirani zako even abroad, hata kule ng'ambo, and borrow vessels. na uombe vyombo. The condition, Hali don't borrow small. usiombe vichache, Don't borrow few. usiombe vichache, Borrow big quantity. ombe viwango And come vikubwa, back. alafu urejee. The second condition, Basi sharti la pili it was ilikuwa when you come back, unaporudi, enter the house. ingia ndani ya nyumba, You with your children, wewe na watoto you wako, with your sons. wewe na wana When wako. you enter the house, Mnapoingia kwa ile nyumba, shut the door fungeni milango and begin to experience na muanze sasa the kushuhudia power nguvu that works miracles. ambazo zinafanya muujiza. Listen to me, child of God. Usikilize mtoto wa Mungu. Number one, Jambo la kwanza, when Elisha said, wakati Elisha alisema, after you borrow the vessels baada ya kuomba vyombo and return in the na house, kuingia ndani ya nyumba, shut the door. fungeni milango. Now, some of us, Wengine wetu, the meaning of shutting the door, maana ya kufunga milango it was, inamaanisha don't tell the people usiambie watu whatever I have told you chochote ambacho nimekuambia before it happens. kabla hakijafanyika. Many people Watu wengi today, siku ya we leo are suffering as tunateseka a result kwa of matokeo our big mouth. ni kwa sababu ya kimdomo ketu Because kikubwa. God, Eh, because God ni kwa sababu Mungu have used his servant ametumia mtumishi to wake tell you kukuambia what God is about to kile do. ambacho Mungu karibu afanye. It is not that you go out Si kwamba utoe kule and nje begin to tell the na people. uanze kutangaza. Some of us, Wengine we wetu have received an tungepokea appointment letter barua ya to kazi, begin our job. kwanza kazi zetu, You tell everybody unaambia kila mtu without knowing bila kujua who you are telling. yule ambao unaambia. Listen to me, child of God. Sikiliza mtoto wa Mungu, White teeth, meno meupe, white teeth meno meupe is not a white heart. sio moyo msafi. Somebody said, Mtu fulani akasema, somebody might be smiling with you. mtu anaweza kuwa na tabasamu A mbele zako, plastic smile. basi kicheko bandia, But the heart lakini moyo is wishing you downfall. unatamani uanguke. So, Kwa hivyo Elisha said, Elisha akasema, when you go in, unapoingia ndani, let it be a secret. wacha iwe ni siri, Because God maana Mungu will begin to perform a miracle ataanza kufanya muujiza when you are in your closet. wakati uko mahali umejificha. So the woman Kwa hivyo yule mama obeyed the word of the prophet. akatii neno la Mungu, Obeyed the word of the prophet. akatii neno la The nabii. Bible says, Bible inasema, Second Chronicle kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20. 20:20, The Bible says Bible inasema that obey the prophet. kwamba tiini manabii, They obey the prophet. tiini manabii, And you shall do what? nanyi mtafanyiwa nini? You shall prosper. Nanyi mtapata kuimarishwa. Obey also the God. Basi na pia mkamtii When you Mungu. obey what the prophet says, Ukitii kile ambacho nabii that is anasema, that is where the prosperity will come from. hapo ndipo ufanisi utapatikana. So the Bible says, Kwa hivyo Bible the inasema, woman shut the door. yule mama akafunga milango, She kept away the people. akawafukuzilia She wale kept watu, whatever she was told a secret. akafanya kila alichojua kiwe siri. I see this woman Ninamuona huyu mama borrowing vessels akiwa anaomba and the vyombo people asking, na watu anauliza, what for?
ni za nini? And she says, Na anasema, never mind. wewe usijali. Don't worry about it. Usijali na hiyo. She comes in the house, Anakuja kwa nyumba, shut the door. anafunga milango. You know, Unajua, when you people begin to sense that God is about to do something. You know, there are people who will always sense that there is something new that God is beginning to do in your life. unajua kuna watu ambao wakipata tu kujua kwamba kuna kitu ambacho Mungu anakifanya katika maisha yako, And they will ask, na watauliza, my sister, dada yangu, what is happening? nini ambacho kinaendelea? That is a test. Hiyo ni You jaribu. open your mouth Kufungua mdomo and wako begin to tell. na uanze kusema. You use your own life and your mouth to abort the miracle and the breakthrough that God is about to do for you. Wewe unatumia kinywa chako wewe mwenyewe kuharibu kile ambacho Mungu alikuwa karibu akifanya katika maisha The yako. woman shut the door Yule mama akafunga with milango her children na watoto and wake began the business na akaanza biashara of filling up the vessels. ya kule kujaza The vyombo. oil did not run out. Yale mafuta hayakuisha. She kept filling the vessels. Akaendelea kujaza vile The vyombo. more she filled the vessels, Alivyozidi kujaza the more vyombo, the oil increased. hivyo ndivyo mafuta yaliongezeka. And so, Na kwa hivyo all the vessels were full. vyombo vyote vikajaa. And the woman was a wise woman. Na yule mama alikuwa ni mama mwenye She said, hekima, akasema, we will do nothing hatutalifanya lolote before we go back to the servant of God. kabla ya kurejea kwa mtumishi wa And so she Mungu. came to the man of Kwa God hivyo akamwendea mtumishi wa and she Mungu told the man of na God, akaambia mtumishi wa the Mungu, vessels are full. vyombo vimejaa. What do we do next? Je, tufanye nini? The man of God told her, Yule mwanamtu wa Mungu go akamwambia, sell the oil, enda uuze yale mafuta pay the debt, na ulipe deni, and whatever remain after you have paid off, na yatakayosalia baada ya kuuza, live on that one. basi endeleeni A kuyatumia. miracle Muujiza in a hopeless situation. katika hali ya kukata This tamaa. woman Huyo mama was in a hopeless situation. alikuwa katika hali ya kupoteza She tumaini. didn't know what to do. Alikuwa hajui afanye But nini, the God Almighty, lakini Mungu by mkuu His own power, kwa ajili ya nguvu zake by His mwenyewe own wisdom, na hekima yake mwenyewe used whatever this woman had akatumia kile ambacho to mama alikuwa create a nacho, miracle. basi kutengeneza Child of muujiza. God, Mtoto wa Mungu, whatever you need chochote ambacho to unahitaji turn your life around, kubadilisha maisha yako, it is not in America, haiko Amerika it is not in na Europe, haiko Europe it is not in na Asia. haiko Asia. Whatever you need to Unachokihitaji bring a change kuleta in mabadiliko your life, katika maisha it is yako right here. tayari iko hapa, It is right here. iko tayari The hapa. Bible says Bible a inasema man's gift, kipawa cha a mwanadamu, man's gift kipawa cha will mwanadamu make room kitamfungulia for nafasi him. kwake yeye. Child of God, Mtoto wa Mungu, you have a gift, uko na you kipawa, have a talent, uko na you talanta, have something uko na kitu, that God Almighty naye Mungu aliye can mkuu use anaweza to tumia change your life. kubadilisha You maisha might yako. not have Unaweza kuwa a hauna degree, but degree, you have something. lakini uko na You kitu. might not be rich, Unaweza kuwa wewe si but there tajiri, is something lakini kuna that kitu. when God Na look Mungu at you, atakapokuwa He can akitazama, see it. anaweza ona. Some of us, Wengine we wetu are good salonists. ni wazuri Some wa of saluni. us, Wengine we wetu are good singers. sisi ni waimbaji Some wazuri. of us, Wengine we wetu are good artists. sisi ni Some of us, wengine wetu we are good in whatever tu wazuri kwa that mambo yote. God Naye has Mungu given it to you. Child anakuangalia. of God, Mtoto wa Mungu, never sit down usije ukakaa and chini say, na useme I don't have nothing. sina kitu. Before this woman Kabla huyu mama told Elisha, kwambia I Elijah have nothing. sina kitu, Elisha Elijah already knew tayari alijua what the woman had. kile ambacho mama alikuwa nacho. Some of us, Wengine wetu it is your smile. ni tabasamu yako, Your smile. tabasamu yako, Your smile. tabasamu yako When you tu. smile, Napo tabasamu somebody receives a miracle. mtu anapokea muujiza. Just that. Hivyo tu And you say, unasema I don't have nothing. sina kitu. Before Elisha asked, Kabla Elisha hajauliza what do you have? una nini, Already he knew tayari alijua what did this woman carry. kile ambacho mama All alibeba. of us here Hapa sisi and sote those watching us na online, wale ambao unatazama I online, stand
stand here nasimama as hapa a son of a prophet, kama mwana wa and I nabii. say to you, Nasema hivi, you have something. uko na kitu. Some of us, Wengine we wetu have great ideas. tuko na maono We have mazuri. great visions. Tuko na maono We have makubwa. something Tuko na mambo that the world is looking ambao for. ulimwengu unaangalia. I understand. Ninaelewa. In that village, Katika hicho in kijiji, that city, katika huo mji, there was a need kulikuwa na hitaji for oil. ya mafuta. There was a need for oil. Kulikuwa na hitaji la mafuta. That is why Ndio kwa sababu servant of God said, mtumishi wa Mungu alisema, go, nenda, pour, mwage, fill up those empty vessels. jaze hiyo vyombo. And when she did that, Na alipofanya hivyo, she returned akarudi and said, na akasema, servant of God, mtumishi wa Mungu, all the vessels are full. vyombo vyote vimejaa. And now, Na sasa Elisha said to her, Elisha akamwambia, go back rudi and fill them, sell na uuze and pay your creditors. na uwalipe wanaokudai, And the rest, na aliyosalia live on that with your uyatumie sons. na watoto wako. Now, I said on Sunday, Nilisema Jumapili, hope, tumaini it is the positive expectation ni matarajio ya kukubali that something good kwamba kitu chema will happen to you kitakutendekea in spite of your present situation. licha ya hali yako ya sahihi. You have hope. Una I tumaini. don't have money, Sina pesa, but I believe lakini there is naamini something kuna kitu that will happen. ambacho Even kitanifanyikia. when you go to bed, Na sita na kuomba, you still believe unaamini that something kwamba will kitu happen to you. kitakufanyikia. I began to talk about Kaanza kuongea kuhusu things mambo that hope will do for you. ambayo tumaini That is litakufanyia. why I am saying, Maana ninasema regardless of whatever you are going through today, licha ya kile ambacho unapitia leo, don't lose hope. usikate I tamaa. said on Sunday Nilisema Jumapili that when the people kwamba wakati watu work so hard wanafanya kazi kwa and they ngumu don't receive the result of their labor, na hawapokei matokeo ya kazi yao, they get discouraged. wanavunjika moyo. Where discouragement is, Mahali kuna kuvunjika moyo, frustration sets in. basi kule kufika mwisho People kunaingia. are frustrated. Watu wanafika mwisho, And you can tell na unaweza when a sejua person is frustrated wakati mtu amefika the mwisho way they talk. vile anavyoongea. Some people Watu wengine become rough. wanakuwa Some baya, people wengine become emotional. wanakuwa na They hisia, begin to cry. wanaanza kulia. Some people, Wengine they repel people away from them wanafukuza watu by the way they waondoke, react. vile ambavyo anafanya mambo. The attitude of a person Basi nia ya mtu becomes negative. inakuwa mbaya, Negative towards the people. basi mbaya kinyume na watu. Even the people Hata watu that God sent to help you, ambayo Mungu ametuma you wakusaidie, chase them away. unawafukuza. The way you talk Vile unavyoongea is a sign ni ishara somebody is frustrated. mtu fulani amefika mwisho. A person Mtu who is frustrated ambaye amefika mwisho eventually gets into depression. anaingia hali ya kufinyika. Depression. Kufinyika. And after depression, Baada ya kufinyika, that is why ndio sababu people die. watu They commit wanakufa, suicide. wanajinyonga. I pray for you Ninakuombea in the name of Jesus. katika jina la None Yesu, of those things hakuna hata mojawapo I ya have mambo said ambayo nimetaja will happen to you. itakufanyikia I wewe. declare today Ninakutangazia that leo God, our God, kwamba Mungu will wetu revive your spirit, ataifufua roho revive your yako, soul, atafufua nafsi that yako, will rise up again kwamba utainuka and tena begin the journey. na uanze safari, The journey safari which will lead you ambayo into your itakuongoza breakthrough. katika upenyo wako. So, Kwa hivyo I said on Sunday, kasema Jumapili, number one, jambo la kwanza, how to think that will hope do for you. mambo ambayo tumaini litakufanyia. I said, Nikasema hope tumaini will help you become all litakufanya uwe that God kept for you. kile ambacho Mungu anataka ufanyike. Now, number two, Jambo la pili which I did not talk about ambayo si kuizungumzia today, leo, hope tumaini will keep you going
litakufanya uendelee in spite of the hardness on the way. licha ya ugumu wa njia. A person with the hope, Mtu ambaye ako na tumaini, even when you go through tough times, hata wakati unapitia wakati you mgumu, still hope uko na tumaini that God kwamba Mungu will make a way. atatengeneza That is njia. why David says Maana Daudi akasema in Psalm chapter 23 kitabu cha Zaburi that 23 even though kwamba I ingawaje pass through the valley of the shadow of death, nitapita katika bonde la uvuli wa mauti, I will not die. sitaogopa. Child of God, Mtoto wa Mungu, whatever you are going through today, chochote ambacho unapitia it is leo not meant to kill you. hakijatengenezwa Not kukumaliza, meant to kill you. hakijatengenezwa kukumaliza. Hebrews chapter 12. Kitabu cha Wahibrania Verse mlango number 12 na mstari wake ni 2. Hebrews 12 verse 2. Kitabu cha Wahibrania 12 The Bible mstari wa 2. says, Bible nasema, looking unto Jesus, basi tukimtazama the Yesu author mwanzilishi and the finisher of our faith. na pia mkamilishaji wa imani yetu. Child of God, Mtoto wa for Mungu, you to remain moving wewe kuendelea and kusonga going, na kuendelea mbele, look unto Jesus. wewe mtazamie Look Yesu. unto Jesus. Mtazamie Yesu. The Bible says Bible He inasema is the author yeye ndio and the anayeanzisha finisher na pia of anamalizia our faith. imani yetu. Who for the joy Yeye ambaye kwa that furaha was set before him, iliyowekwa mbele he yake endured the cross. akastahimili I want to msalaba. encourage you. Ningependa kukutia moyo, Endure every pain basi tahimili that uchungu you are going wote through today. ambao unapitia siku ya In leo. that pain, Katika huo there is a uchungu glory kuna that utukufu God kwamba is Mungu about to release karibu afanye kitu in your life. katika maisha yako. Before glory, Kabla utukufu there must be a test lazima kutakuwa na for you to majaribu go through. kwako kupitia. Looking unto Jesus, Kumtazamia Yesu, the author mwanzilishi and the finisher. na pia of our mkamilishaji faith. wa imani yetu. So number 2, Jambo la pili, if you must, kama what lazima hope will it do for you? kila ambacho tumaini litakufanyia, Hope will help you tumaini litakusaidia to keep looking unto Jesus kuendelea kumwangalia Yesu in spite of the challenges. licha ya changamoto. You still remember Pia kumbuka there is God in heaven. kunaye Mungu mbinguni. Number 3, Jambo la tatu, what hope will it do for you? kila ambacho tumaini litakufanyia, Hope tumaini will keep you speaking itakufanya uendelee kuongea the word of God even when neno la Mungu hata wakati ule you have not seen anything. hujaona kitu kikifanyika, Even when you have not seen anything. hata kabla kuona lolote. Hope Tumaini will keep you speaking, litakufanya uendelee kuongea, prophesying, ukitabiri, declaring, ukitangaza, I am down today, leo niko chini but I am going up. lakini naelekea juu. I am not poor, Mimi si maskini, I am rich. mimi tayari ni I am tajiri, not sick, mimi si mgonjwa, I am healed. mimi nimepona. Hope Tumaini will keep you speaking. litakufanya You uongee, have a voice. uko na I want sauti. to challenge us today. Ningependa kuatieni changamoto leo. Overlook whatever you are going through. Wewe wacha kuona kile ambacho unapitia, Begin to speak uanze kuongea that what you want to see kile ambacho ungelipenda before kuona the end of 2020. kabla mwisho wa 2020, Because what you say maana kile is what unachokisema will happen. ndio kitakachofanyika. God Mungu is waiting to see anangoja kuona what nini you are saying. kile ambacho unasema. What are you saying Je, unasema nini in your pain? katika What are you saying unasema nini in your condition? katika hali ulio Are nayo? you agreeing Je, unakubaliana with what is happening? na vile mambo Or yalivyo, are you agreeing ama with unakubaliana what God na kile ambacho is Mungu saying? anasema? The word of God is says, Neno la Mungu linasema even though you are down, ingawaje wewe uko chini, God is raising you up Mungu anakuinua juu in the name of Jesus. katika jina la So, Yesu. child of God, Mtoto wa Mungu, speak to your body. wewe nenea mwili wako, Tell your body ambia mwili wako you are wewe the temple of God. ni hekalu la Mungu. And so you are not sick. Kwa hivyo wewe si You mgonjwa, are healed. wewe umepona. You know, Unajua one day siku moja I had just moved in a house. nilikuwa nimeingia tu kwa nyumba, There were no seats. hakukuwa na viti.
There were no seats in the house. Hakukuwa na vitu kwa ile nyumba. I woke up at around 1 a.m. Nikaamuka kama saa 7 hivi za and usiku. I began to speak. Nikaanza kuongea. What I did, I opened the door. Nikafungua mlango. The door. Mlango. I opened the balcony door. Nikafungua mlango wa balcony. And I began to order poverty. Nikaanza kuamuru. I told the poverty, nikaambia maskini. This house hii nyumba is the house of God. Ni nyumba ya Mungu. Because me living in this house, maana mimi kuishi kwa hii nyumba, I present God. Ninamwakilisha Mungu. I told the poverty, nikaambia maskini, that the door is open. Huo mlango uko wazi. The same way you came in, hilo ulivyoingia, I order you to go out. Kuamuru utoke. I ordered everything that was negative. Nikaamuru kila kitu to leave. Kiondoke. And I shut the door. Nikafunga mlango. I began to prophesy. Nikaanza kutamka. Whatever I wanted it to happen. Chochote ambacho nitakifanyike. Within a very short time. Kwa muda mchache. I had full set of chairs in the house. Nilikuwa na nyumba imejaa vitu. Speak what you want to say. Zungumza kile unataka. Don't speak. Ongea. What is happening around you? Usiongee kile ambacho kinafanyikia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Open your wallet. Fungua wallet. Call money in your wallet. Ita pesa kwa wallet yako. Put your hands in your pocket. Weka mkono mfukoni mwako. Ambia pesa. Enter my pocket. Ingieni kwa mfuko wangu. And God naye Mungu will honor what you do. Ataheshimu unachosema. And what you say. Na kila ambacho unakisema. Number 4. Namba 4. What the hope will it do for you? Kila ambacho tumaini litakufanyia. Hope tumaini will keep you rejoicing. Itakuweka ukiwa umefurahia. And smiling. Na kutabasamu. In the face of a shameful experience. Basi katika hali ya matukio ya kuaibisha. Even when you are in a situation. Hata wakati katika hali. That people are laughing at you. Ambao watu wanakucheka. You can't see it. Wewe hauwezi kuiona. Because you have hope. Ni kwa sababu this one. Mwaka huu. It is just now. Ni saa tu. But God. Lakini Mungu. Is doing something. Anafanya kitu. Anytime. Wakati wote. You look at the condition. Unaangalia hali. It breaks you down. Inakuvunja. It wears you down. Inakumaliza. You lose hope. Unapoteza tumaini. But when God lakini wakati gives you hope, anakupea releases hope in you, anaachilia tumaini ndani yako, you can look unaweza kutazama at those shameful experiences, katika hizo matukio za aibu, and you laugh. Na ucheke. I pray for you. Ninakuombea. Regardless of whatever is happening. Licha kila ambacho kinafanyika. May God Almighty. Mungu aliye mkuu. Give you a smile. Akupe tabasamu. Give you joy. Akupe furaha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba.